Taarifa za kushangaza kuhusu Tundu Lissu. Tundu Lissu afuatwa gerezani na mtu huyu aambiwa akubali kuachiwa huru arudi uraiani, ila kwa masharti haya mazito. Kando na masharti hayo, inadaiwa watu hao waliomfuata Tundu Lissu gerezani walitaka kumpa mamilioni ya pesa ili akiachiliwa huru aachane kabisa na mambo ya kisiasa na aondoke Tanzania kuelekea taifa hili kubwa la kigeni. Najua una maswali mengi. Je, Tundu Lissu kakubali masharti na pesa hizo na kakubali kuachiwa huru? Na je, nani huyu alimfuata Tundu Lissu gerezani kumpa ahadi hizi zote? Na je, nani aliyesambaza ripoti hizi? Na je, habari hizi zimethibitishwa au la? Like video hii, subscribe na ubonyeze alama kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Sasa madai mapya na ya kulipuka na ya kushangaza yameibuka kumhusu Tundu Lissu gerezani. Akizungumza wakati wa mkutano wa hadhara mjini Makambako, mkoa wa Njombe, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, ambaye ni mdogo wa Tundu Lissu ndani ya chama, alitoa madai ambayo kwa mara nyingine leo yamesukuma kifungo cha Tundu Lissu na kesi inayoendelea ya uhaini kurejea kwenye tangazo la taifa. Kwa mujibu wa John Heche, mkaribu wa Tundu Lissu, kulikuwa na jitihada zilizolenga kumshawishi Tundu Lissu gerezani aachane na siasa za Tanzania kabisa, aiache Tanzania na kuanza maisha mapya nje ya nchi. Hata hivyo, madai hayo mara moja yamezua hisia kali miongoni mwa wafuasi wa Tundu Lissu, wakosoaji na wafuatiliaji wa mambo ya kisiasa, kwa sababu yanagusa moja kwa moja mustakabali wa Tundu Lissu, mwanasiasa ambaye amesalia kuwa mmoja wa viongozi wa upinzani mwenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania licha ya kuwa gerezani. Na mtazamaji, kwa mujibu wa John Heche, leo Tundu Lissu anadaiwa kukataa kila kitu. John Heche aliwaambia wafuasi kuwa kuna watu aliowataja kuwa ni walimu wa kisiasa au wasuluhishi, inadaiwa walitumwa au walimwendea Tundu Lissu na kumpa mapendekezo hayo. Pendekezo hilo au masharti hayo kwa mujibu wa John Heche yalikuwa rahisi sana: kubali kuachiliwa huru, ondoka gerezani, lakini ondoka Tanzania na uelekee Ubelgiji, achana na siasa za Tanzania kabisa, na kupokea msaada wa kifedha ama utapewa msaada wa kifedha ili uanze maisha mapya huko Ubelgiji. Heche alidai kuwa Tundu Lissu alidaiwa kuambiwa hivyo anaweza kutoka gerezani kurejea Ulaya na kuacha shughuli za kisiasa nchini Tanzania na kuungwa mkono kifedha. Lakini kwa mujibu wa John Heche, majibu ya Tundu Lissu yalikuwa ya haraka, alikataa. Dai hilo likawa mojawapo ya matukio yaliyozungumzwa sana katika mkutano huo. Kwa wafuasi wa Chadema, taarifa hiyo ilitolewa ikiwa ni ushahidi kuwa Tundu Lissu anaendelea kujitolea kufanya mageuzi ya kisiasa licha ya changamoto za kisheria anazokabiliana nazo. John Heche anasema ya kwamba Tundu Lissu amesema yupo tayari kufariki gerezani, lakini hataweza kuacha siasa za Tanzania, ataendelea kupigania haki na katiba mpya. Kwa wakosoaji, hata hivyo, taarifa hiyo inazua maswali kwa sababu hakuna ushahidi uliotolewa na John Heche hadharani kuunga mkono madai hayo hatari. Hata hivyo, madai yenyewe ya John Heche yamechochea mjadala mpya wa kisiasa. Kinachofanya madai haya kuhusu Tundu Lissu kuwa muhimu zaidi ni wakati Tundu Lissu anaendelea kusomewa mashtaka ya kisheria ya uhaini ambayo yamevuta hisia ndani na nje ya Tanzania. Wafuasi wake wamekuwa wakiteta mara kwa mara kuwa kuzuiliwa kwake gerezani kwa muda mrefu kumekuwa suala kuu la kisiasa nchini. Wanaonyesha ucheleweshaji unaorudiwa wa mahakama na uahirisho ambao umebaini sehemu za mchakato wa kisheria. Kila wakati tarehe ya mahakama inakaribia, matarajio yanaongezeka, lakini mahakama inaahirisha kesi. Kila wakati kesi inapoahirishwa, kufadhaika hukuwa miongoni mwa wafuasi wa Tundu Lissu. Kuchanganyikiwa huko kumezidi kuonekana kwenye mikutano ya hadhara ya Chadema, na hapo ndipo John Heche alipounganisha maoni yake ya hivi punde moja kwa moja na mapambano mapana ya kisiasa ya Tundu Lissu. Kwa mujibu wa John Heche, Lissu habaki gerezani kwa sababu anataka. Badala yake, alisema Lissu anaamini kuwa kuna kanuni muhimu zaidi kuliko uhuru wake binafsi. Anasema Lissu kama angetaka kuondoka gerezani, hata leo angekubali tu mapendekezo hayo na angeondoka. Heche aliwaambia wafuasi wake kuwa Tundu Lissu yuko tayari kuvumilia kifungo kwa sababu anaamini mageuzi ya kisiasa anayoyatetea ni makubwa kuliko mtu yoyote au kuliko maisha yake binafsi. Ujumbe huo ukawa mada kuu ya hotuba
hotuba siku ya leo kutoka kwa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alirejea tena kwenye wazo kwamba kuwekwa kizuizini kwa Tundu Lissu kunapaswa kutazamwa kwa mtazamo wa kisiasa badala ya kuwa vita vya kibinafsi vya kisheria. Iwapo mtu anakubaliana na tafsiri hiyo au la, hakuna shaka kwamba kesi ya Tundu Lissu imebadilika na kuwa moja ya hadithi za kisiasa nchini Tanzania. Majadiliano hayahusu tu taratibu za mahakama, pia sasa inahusu masimulizi yanayoshindana kuhusu demokrasia, ushiriki wa kisiasa, mageuzi ya kikatiba na mwelekeo wa baadaye wa nchi. Wakati wa maelezo yake, Heche pia alihusisha nafasi ya Tundu Lissu na maswali mapana ya usawa na fursa. Alisema Tanzania inahitaji mifumo inayotoa fursa sawa bila kujali historia ya mtu. Akitumia mifano inayohusiana na elimu na usawa wa kijamii, Heche alipendekeza kuwa mageuzi yanayopendekezwa na Chadema yanalenga kujenga jamii ambayo fursa zinasambazwa kwa usawa. Lakini katika kipindi hiki chote cha hotuba hiyo ya John Heche, Tundu Lissu alibaki kwa msisitizo na mada kuu. Tena na tena Heche alirudia ujumbe ule ule kumhusu Tundu Lissu. Kulingana naye, Lissu angeweza kuchagua njia rahisi zaidi, angeweza kukubali kupewa uhuru au kuachiliwa huru chini ya masharti fulani na hata kupewa mamilioni ya pesa. Angeweza kuiacha Tanzania nyuma na kuhama, angeweza kurejea maisha nje ya nchi. Hata hivyo, Heche anasisitiza kuwa Tundu Lissu alichagua kutofanya hivyo. Madai hayo sasa yamekuwa gumzo kubwa miongoni mwa wafuasi wa Chadema. Kwa wengi ndani ya upinzani, inaimarisha taswira ya Tundu Lissu kama mtu asiyetaka kupotosha imani yake ya kisiasa na wafuasi wake. Kwa wengine, inasalia kuwa madai ambayo yanahitaji ushahidi na uthibitisho kabla ya kukubalika kama ukweli. Jambo la uhakika, hata hivyo, ni kwamba madai hayo yamezidisha umakini kwenye kesi ya Tundu Lissu. Kwa mara nyingine tena, athari za kisiasa ni muhimu. Ikiwa ni kweli, ingependekeza kwamba majaribio yalifanywa ya kumwondoa mmoja wa viongozi mashuhuri wa upinzani wa Tanzania kutoka katika siasa hai. Ikiwa si kweli, basi inadhihirisha jinsi simulizi za kisiasa zilivyo mgawanyiko mkubwa kuhusu Tundu Lissu na matatizo yake ya kisheria. Vyovyote vile, mtazamaji, mazungumzo yamehama kwa mara nyingine tena. Badala ya kuzingatia tu maendeleo ya chumba cha mahakama, tahadhari ya umma sasa inaelekezwa kwenye swali lililoulizwa na John Heche. Je, Tundu Lissu aliwahi kupewa njia ya uhuru au kuachiliwa huru kwa kubadilishana na kuacha siasa na kupewa mamilioni? Kufikia sasa hakuna taarifa rasmi ya serikali iliyothibitisha hadharani madai hayo ya John Heche. Hakuna ushahidi wa kujitegemea umewasilishwa ili kuthibitisha madai hayo, na hakuna majibu ya umma yanayohusu madai hayo mahususi yaliyojitokeza wakati Heche akitoa maelezo yake. Hilo linaacha jambo moja kwa moja ndani ya uwanja wa mijadala ya kisiasa. Bado ukweli mpana bado haujabadilika. Tundu Lissu bado anaendelea na taratibu za kisheria nyuma ya kuta za gereza la Ukonga. Mtazamaji, tukikamilisha habari hizi, kama kawaida yetu, ni juze mtazamo au maoni yako kuhusiana na shutuma hizi mpya au madai ya kwamba Tundu Lissu alijaribu kuhongwa gerezani ili aondoke Tanzania na kupokea mamilioni ya pesa baada ya kuachiwa huru. Vilevile mtazamaji, baada ya kunijuza mtazamo au maoni yako, kumbuka kulike video hii na kusubscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.